Mwanadamu alipoumbwa hakuumbiwa kifo. Angeendelea kuishi akiwa na uhusiano mzuri na Mungu katika ile bustani ya Edeni, au katika mazingira ya uwepo wa Mungu, katika mazingira ya mapenzi ya Mungu. Mwanadamu alikusudiwa awe immortal, yani awe ni asiyekufa. Ni kifo cha kimwili nacho ni matokeo ya kifo cha kiroho, ile hali ya mfarakano kati ya huyu mwanadamu na Mungu. Lakini hicho kifo kinatanguliwa na matatizo mengine ya mwanadamu, hayo magonjwa, ndio maskini na maisha magumu kwa ujumla. Sasa mwanadamu amekuwa katika mahangaiko sana ya kujinusuru kutoka kwenye hali hiyo. Tunaona wa kwanza kufanya mahangaiko alikuwa ni Adamu mwenyewe na Hawa. Mara tu walipojiona kwamba wako uchi, hali ambayo hawakuwa nayo hapo awali, tunaambiwa kwamba Adamu na Hawa walishona nguo kutokana na majani ya mtini ili kuificha aibu ya uchi wao. Hayo yalikuwa ni mahangaiko ya kibinadamu. Mungu baadaye tunaona aliwavika vazi la ngozi ya mnyama. Sasa tutakapoendelea kwa mbele tutachambua hicho kipengele, lakini mahangaiko ya mwanadamu yanaonekana kwa namna mbalimbali. Katika maisha ya kidini ya mwanadamu tunaona vile ambavyo anahangaika kutafuta ule uzuri aliyoupoteza, ule ubora aliyoupoteza, ile raha aliyoipoteza, ile amani aliyoipoteza, yale maisha yenye utoshelevu aliyoyapoteza. Ndio maana dini zinaibuka, na kila dini ina ahadi fulani. Kila dini inaonyesha matumaini fulani ya kwamba wakifuata yale yanayofundishwa au yanayoelekezwa, matokeo yatakuwa ni haya. Hakuna dini ambayo inaonyesha matokeo mabaya. Kila dini inabeba matumaini fulani, yawe ya kweli au ya uongo, lakini imebeba matumaini fulani kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu siku zote anajiona ni mpungufu. Anajua kasoro iliyotokea, maana ni hitaji la asili haiko sawa, hayuko nomo. Kwa mwanadamu katika hali hiyo ya mahangaiko anajikuta kwamba ameingia mpaka kwenye dini za uongo. Lakini mahangaiko mengine tunayaona katika mifumo ya kisiasa na utawala. Watawala wametokea wa aina tofauti tofauti, na kila mtawala kuna namna fulani hivi ambavyo ana promise maisha bora au matumaini mema kwa wale anaotaka wamfuate. Mtawala wa kwanza ambaye tuseme mtawala mmoja wapo mashuhuri ambaye anatajwa katika Biblia ni Nimrod. Nimrod yeye akawashawishi watu waweze kujenga mji, wajenge na mnara ufike mbinguni hiyo wasitawanyike. Kwa hiyo kuna ideology aliyokuwa nayo ambayo aliwashawishi watu na wakaanza kufanya kitu au mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Jezi wale mnara walikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu alitaka watawanike waijaze nchi yote, lakini Nimrod aliwashawishi watu kukaa mahali pamoja na anasema tujifanyie jina. Ilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaelewa kilichotokea ni nini katika Mwanzo sura ya 10. Lakini watawala wengine wametokea katika historia ya mwanadamu, wamekuja na falsafa au ideology mbalimbali za kisiasa na kiutawala, na wakawapa matumaini wafuasi wao, wakawafuata. Lakini kuna baadhi, kama niseme ni wengi wa watawala hao ambao waliandamiwa na watu, na watu wakawa na matumaini, waliwafikisha watu kubaya. Bwana Yesu atusaidie. Hapa ndio wakatokea mpaka akina Hitler. Usidhani Hitler alikuwa mbaya siku zote. Hitler alifuatwa, aliandama na watu kwa sababu kuna matumaini ambayo aliwapa watu, na waliamini kwamba wakitawaliwa na yeye kuna mema watakayoyapata katika utawala wake. Lakini kuna mfumo wa kisiasa na kimaisha au kijamii maarufu sana unaitwa ukomunisti. Ukomunisti ulitokana na hali za mwanadamu kuchoshwa na matabaka.
wengine maskini sana. Kuna watu ambao wanawanyonya wengine. Maisha katika jamii ni unfair, yani hayana usawa. Watu wengine wanaishi maisha ya raha, wakati wengine wanaishi kwa taabu. Kuna dhuluma, kuna uovu mwingi, kuna magonjwa, kuna maskini, kuna mambo kama hayo. Wakomunisti wakautumainisha ulimwengu ya kwamba kupitia falsafa zao za kikomunisti, dunia hatimaye patakuwa ni mahali pazuri ambapo itafika mahali, yani hakutakuwa na haja hata ya dola. Hakutakuwa na matabaka kwamba huyu ni maskini, huyu ni tajiri. Hakutakuwa na matabaka yoyote labda ya kinyonyaji. Umaskini utakuwa haupo. Rasilimali zote za nchi zitamilikiwa kwa usawa. Unaona? Kwa hiyo ukomunisti uliakidi mambo mazuri. Jamani, hata nchi yetu hii ilipopata tu uhuru, japokuwa haikufuata sera za kikomunisti kabisa, lakini siasa zile za kijamaa zina element nyingi zinazofanana na ukomunisti. Ila ule ukomunisti wao wanaita ni scientific socialism. Sasa huu mwingine huu ni tofauti. Sasa ule ukomunisti wao wanaamini kwamba lazima utumie nguvu, na ndio maana walikuwa wanafanya mapinduzi, na ndio maana walikuwa wanachinja hao watu sijui au mabeberu wanaotosema mabeberu ndio hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni vita na ilikuwa ni kudhibiti kwa nguvu. Lakini siasa za kijamaa ambazo Nyerere zileta Tanzania zenyewe zilikuwa kuna namna fulani hivi kama nataka kuleta mifumo hiyo ya ujamaa katika namna fulani ya jamaa. Lakini kuna vitu ambavyo kivikumbuka kwa wale watu wa zamani pia vilikuwa vina maumivu. Azimio la Arusha alikuwa nyepesi kwa kila mtu. Walifurahia waliokuwa hawana kitu. Lakini matajiri waliumia, wengine mpaka walikimbia nchi. Jamani, kweli si kweli? Lakini nia haikuwa mbaya, nia ilikuwa ni nzuri. Kwa namna moja jitihada hizo ziwe ni za kidini, ziwe ni za kisiasa, ziwe ni za kijamii, hata hao wanaharakati wa haki za binadamu, yote jitihada hizo zote ni kwa ajili ya kuleta majibu kwa maswali magumu ya mwanadamu ambaye alianguka akafukuzwa Edeni, na sasa kuna kitu kinachodai ndani yake. Anadai ubora, anadai amani, anadai furaha, anadai raha fulani, anadai maisha ya bila umaskini, anadai maisha fulani hivi ya kuthaminiwa na asinyanyapaliwe, asinyanyaswe, asionewe, atendewe haki. Hayo ni madai ya asili ya mwanadamu, na jitihada zote hizo ni kwa ajili ya kumkomboa huyo mwanadamu ili ya kwamba ayapate hayo ambayo aliyapoteza, na kwa asili ndiyo matakwa au madai au mahitaji yake. Unaona? Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, jitihada za wanadamu zimewahi kuleta matokeo chanya? Zimewahi kuleta matokeo chanya? Jibu ni hapana. Bwana Yesu atusaidie. Jibu jamani la msaada wetu sisi wanadamu, jibu la ukombozi wetu sisi wanadamu ambao tulikuwa tumeanguka kwa sababu ya uasi wa Adamu na Hawa, jibu analo Mungu mwenyewe. Na jibu hilo sasa tunakwenda kuanza kulichambua katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 15. Andiko hili linajulikana na wanatheolojia kama proto evangelion, kwa maana ya kwamba ni injili ya kwanza. Ni mahali ambapo tunaona Mungu mwenyewe anahubiri injili kwa mara ya kwanza. Injili maana yake ni habari njema. Na maneno ya mstari huo ni maneno ambayo Mungu alikuwa anaongea na nyoka. Sura ya 3 tangu mwanzo pale inaonyesha vile ambavyo nyoka alimtokea Hawa, akamshawishi Hawa, akachuma matunda kutoka kwenye mti ule uliokatazwa na Mungu, halafu akampa na mume wake, na baada ya hapo wakajiona kwamba wao uchi, na walipojiona wako uchi wakawa wanajificha kwenye miti ya huko bustanini.
Mungu alipokuwa anakuja kuwatafuta. Hilo tumekwisha kusema katika nini, orodha ya yale zile athari au madhara ya anguko. Halafu ndipo sasa tunakutana ile swali ambalo tulishughulikia Jumapili iliyopita. Uko wapi? Ni jitihada za mwanadamu kumtafuta Mungu. Ni jitihada za Mungu kumtafuta mwanadamu. Ndipo sasa mazungumzo pale yanaanza kati ya Mungu na Adamu. Adamu anajitetea ya kwamba mimi nimekula matunda haya kwa sababu ya huyu mwanamke ndiye aliyenipa nikala, huyu mwanamke aliyenipa. Alafu Mungu anamgeukia Hawa. Kwa nini umeyafanya haya? Hawa anasema kwamba ni nyoka alimdanganya nikala hayo matunda. Alafu sasa mstari wa 14 tunaona vile ambavyo Mungu sasa anaanza kushusha laana kwa nyoka. Anamwambia kwamba yeye amelaaniwa kuliko hayawani wote wa mwituni. Atakwenda kwa tumbo na kwa mavumbi atakula siku zote za maisha yake. Alafu kwenye mstari wa 15 sasa ndipo anayasema maneno haya ambayo ni maarufu sana, yaliyobeba ujumbe wa ahadi ya ukombozi wa mwanadamu. Biblia hapa inasemaje? Kwa mstari wa 15 sema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo yaani huo uzao wa nani? Wa mwanamke. Utakuponda kichwa. Nani? Nyoka. Na wewe nani? Wewe nyoka, utamponda kisigino. Nani? Huyo uzao wa mwanamke. Kwa kuna mambo matatu ambayo nataka tuyajadili siku ya leo katika somo hili leo, katika somo letu hili au katika ujumbe wetu huu. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, tunaona Mungu anamwambia nyoka, anasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Uadui unaomaanishwa hapa sio tu mgogoro tu mdogo wa kawaida ambao unaisha tu baada ya muda mfupi, lakini uadui huu ni uhasama endelevu, ni vita kabisa, ni vita endelevu ya muda mrefu. Anasema kati yako, yani wewe nyoka na huyo mwanamke. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Kwa jambo la kwanza, hata kama unaandika kwamba ni nini, andika ni uadui kati ya nyoka na mwanamke. Na kisini pale Mungu alikuwa anaongea na nyoka kama nyoka, lakini nyoka yule alikuwa anatumiwa na shetani. Na kwa sababu hiyo maneno haya yanapomtaja nyoka anakuwa ni kielelezo cha shetani. Bwana sasa. Kwa hiyo hapo jambo la kwanza unaloliona hapo ni uadui kati ya nyoka na shetani. Ni uadui kati ya nyoka na shetani na mwanamke. Sasa mwanamke anayetajwa hapa ni nani? Maneno ya awali hapa, anayeambiwa haya maneno alikuwa ni Hawa. Lakini maneno haya ya kwamba Mungu ataweka uadui kati ya shetani na mwanamke ni maneno ambayo ndani yake yanabeba ujumbe wa Mungu, kana kwamba Mungu anamwambia huyo nyoka ya kwamba wewe ulimtumia mwanamke kwa ajili ya kuangusha wanadamu wakaniasi mimi, na mimi sasa nakwenda kumtumia mwanamke kumleta mkombozi wa kuwakomboa hao wanadamu walioanguka. Tunaelewa kwamba alizaliwa mwanamke anayeitwa Mariamu, na Mungu alimtumia Mariamu kumleta Yesu mkombozi. Na huyo mkombozi tunaambiwa yeye ndio huyo ambaye atamponda kichwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo kuna ujumbe mkubwa sana kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika michakato ya ukombozi na kwa ujumla shughuli ya Injili.
Mara nyingi wanawake tusipokuwa na uelewa mzuri, watu tunaona kama vile ni watu fulani ni duni, na tunaweza tukabaki na mtazamo wa kwamba wanawake watakiwa kuwa nao sana makini. Unaweza ukaanza kuorodhesha habari za wanawake kuanzia kwa Hawa, ukaja kwa Delila, ukaja kwa mke wa Ahabu nani Yezebeli. Unaweza ukazungumzia na wengine unaowafahamu katika Biblia ambao walileta madhara makubwa sana. Lakini usisahau ya kwamba mbali na wanawake ambao walitumia vipawa vyao kuleta madhara, wapo wanawake ambao walitumiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta wokovu. Wapo wanawake ambao walitumiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta usalama. Wapo wanawake ambao walitumiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta mema kwa wanadamu. Wa kwanza, katika maandiko tunaweza tukataja wengi sana katika Biblia. Tunaweza tukataja wengi sana katika Biblia. Yaani sasa ambaye anachukua nafasi kubwa zaidi ni Mariamu. Amen. Lakini sasa Mariamu anawawakilisha wanawake wengine wote ambao wakiwa tayari wanaweza wakatumiwa na Mungu katika michakato ya wokovu, wanaweza wakatumiwa na Mungu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Injili. Injili maana yake ni habari njema. Unajua wanawake, niseme nisiseme, wanawake unajua nyinyi mmejaliwa kuongea sana. Yaani kweli si kweli? Wanawake mna kipawa kikubwa cha kuongea, na wanawake mna nguvu kubwa sana ya ushawishi. Na ndio maana mwanamume mwenye msimamo mkali, jaribio la kutaka kulegeza msimamo wake, anayetumiwa na mwanamke si mwanamume. Anayeweza akafanya jaribio na akawa na uwezekano wa kushinda hilo jaribio la kulegeza msimamo mkali wa mwanamume ni mwanamke. Hizi ni mbinu ambazo zinatumiwa mpaka leo hii. Hata shetani akielewa nguvu ya mwanamke, na ndio maana yeye pia akamtumia Hawa. Maana alijua kabisa kwamba Adamu kwa vile anavyompenda Hawa asingetaka kumdisappoint. Hello. Asingetaka kumuudhi mke wake anayempenda. Wanasoma kitabu fulani wakachambua, wakasema unajua Adamu wala hakudanganywa pale. Alikuwa anajua anachokifanya. Hakudanganywa. Na kimsingi Paulo pia ameyasema hayo. Aliyedanganywa ni Hawa, alidanganywa, lakini Adamu hakudanganywa. Ila udhaifu wa Adamu ulikuwa ni kutaka kumpendeza mke wake, hakutaka kumdisappoint. Alishawishiwa na akakubali akijua anachokifanya. Na ndio maana Mungu anapozungumza Adamu kwa Adamu, hatoi fursa ya kwamba huyu hakufanya kwa kutokujua. Hapana, alikuwa anajua anachokifanya. Na ndio maana wanaume tunawajibika hata kwenye ndoa na familia zetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Siseme sana habari za wanaume na vitu tunavyotakiwa kuwa msimamo na nini, lakini nazungumza vile ambavyo mwanamke ukikaa vizuri, wewe ni chombo kizuri kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Wanawake, Bwana Yesu awasaidie. Na watia moyo wanawake ambao ninyi wanawake wa TAG, kuna utaratibu wa miaka mingi sana ambapo mna chama chenu kinaitwa WWK, wanawake watumishi wa Kristo. Halafu mnajitambulisha kama jeshi kubwa. Jamani, si kweli? Ndivyo maandiko yanavyotambua kwamba wanawake watangazao habari ya mema ni jeshi kubwa. Ninakutia moyo wewe mhubiri wa Injili, utangaze habari ya mema, usiwe chombo cha adui kwa ajili ya kutangaza umbea wenye kuharibu. Halo. Yeye ni kuamua tu kwamba wewe sasa utatumiwa na nani? Utatumiwa na shetani kwa ajili ya uharibifu, nguvu yako ya kuongea na kushawishi, au utatumiwa na Mungu kwa ajili ya habari njema. Lakini mwanamke wa TOC na mwanamke mwingine unayesikia mahali popote pale, wewe umepewa uwezo, umepewa nguvu na kipawa maalum, unaweza kuongea maneno mengi tena yenye mvuto na ushawishi. Tumia nguvu hiyo ya ushawishi ya asili kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa ajili ya kulijenga kanisa.
kwa ajili ya kuwatia moyo waongofu wapya. Haleluya! Kuwa msaada kwa watumishi wa Mungu. Na ndio maana katika kanisa la Malo wapo wanawake wanaojitambua, kazi ya mchungaji inakuwa ni nyepesi sana. Maana sifa nyingine ya mwanamke ni mwepesi kuitikia yale anayoamini kwamba ni mambo mema, hana ubishibishi sana. Wanaume nisiseme naweza wanaume, lakini historia ya kazi ya umisheni hata wa kanisa letu hili la Assemblies of God tangu huko Marekani ilikotokea, wanawake wamekuwa na nafasi kubwa sana kwa sadaka zao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nuru ya injili inafika kwenye mataifa yote. Alisema mtumishi wa Mungu askofu makamu askofu Mwiche akasema, unajua hela ya mwanamke inatoka kwa sababu wao wanaweka kwenye moyo. Wanaume sisi tunaweka wapi? Huku nyuma. Unaona tunapoweka sisi. Yaani pamoja uitoe huku. Ngoja waanze kuifungua hapa. Inakuwa kazi. Jamani sio sema bana. Wanaume na nini mnafanya makosa? CMF taifa kubwa si ndio? Lakini tulio tuna changamoto ya kujifunza kutoka kwa wenzetu wanawake. Ili na sisi tufanye vizuri zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Narudia tena na watia moyo wanawake. Mwe vyombo vya Mungu, mtumie vizuri kipawa cha kusema mlicho nacho, kipawa cha ushawishi mlicho nacho, mvuto mlio nao. Unajua hata wale waombaji wa lift, yaani kama mpo leo watatu hivi mahali mmekwama usafiri kunaomba lift, huwa anayepewa kazi ya kusimamisha magari ni mwanamume au mwanamke? Na ikiaminiwa sasa hivi wanawake wengi wanamiliki magari na wanaendesha magari, lakini zamani hizo ilikuwa mara nyingi madereva ni wanaume. Kwa hiyo kama mko kundi la mchanganyiko kati ya wanaume na wanawake, mnayemtanguliza aombe lift sio mwanamume, ila ni mwanamke. Haleluya! Jamani, wanawake wakijitambua vizuri na wakatumia kipawa chao cha mvuto wa muonekano, mvuto wa maneno, mvuto wa ushawishi, wanakuwa ni vyombo vizuri kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Mungu ni sawa na kwamba alikuwa anamwambia huyu shetani ya kwamba wewe umemtumia mwanamke kumwangusha mwanadamu, na mimi nitamtumia mwanamke kuhakikisha kwamba ninakupindua. Mapinduzi yamefanywa kwa kumtumia mwanamke ambaye alitumiwa na Mungu kumzaa, yaani kumfanya huyo Yesu aweze kupata umbile na asili ya binadamu ili kwamba aweze kutuokoa. Huyo anaitwa ni mwanakondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Hilo ni jambo la kwanza la Musa. Lakini jambo la pili tunaloona hapa ni uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Neno uzao wa nyoka na ni rahisi kulielewa kwa maana kwamba ni wote wanaomfuata shetani. Unajua shetani anajulikana kama mungu wa dunia hii, na yeye anavuta wafuasi wale wote ambao wanamkataa Mungu. Kwa agano hili jipya wanaomkataa Yesu, maana yake hawa ni wafuasi wa shetani, hawa ni uzao wa shetani. Kwa hiyo ni wote ambao wamekuwa kinyume na Mungu na kumfuata shetani tangu wakati wa agano la kale mpaka leo hii wakati wa agano jipya. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 44 tunaona pale vile ambavyo Bwana Yesu aliwapa changamoto aliyokuwa akiongea nao, akasema kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Alikuwa anaongea unajua na Wayahudi hao. Ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo ambazo mnalitenda. Unaona, kumbe Ibilisi ana watoto kwa maana ya wafuasi wake, wanaofuata matendo yake, wanaokubali kushawishiwa na yeye na tabia zao zinamfanania huyo shetani. Lakini katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 7 tunaona pale Yohana Mbatizaji alikuwa anawaambia pia Mafarisayo ambao walikuwa wanauendea ubatizo wake, aliwataja kama uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hukumu na hukumu?
matunda yapasayo nini? Yapasayo toba. Kwa hiyo huo ni uzao wa nyoka. Kwa maana tangu wakati wa anguko katika historia ya maisha ya wanadamu kumekuwepo na uzao wa nyoka, lakini pia kumekuwepo na uzao wa mwanamke, kwa maana ya ule uzao wa kiroho wa Yesu Kristo. Ni wale wacha Mungu wote, hata kama hawakuwa wakamilifu, lakini ni wacha Mungu tangu wakati wa Agano la Kale mpaka leo hii wakati wa Agano Jipya. Tunaona kwa ile sura ya 4, maana sura ya 3 tunasoma habari za anguko. Kwa sura ya 4 tunakutana na kisa cha Kaini na Habili. Unaweza kuona sasa pale vile ambavyo Kaini alikuwa ni uzao wa nyoka na Habili alikuwa uzao wa nani? Uzao wa mwanamke, kwa maana uzao wa wacha Mungu. Alafu Kaini alipomuua Habili, tunaelewa baadaye akazaliwa nani? Seti. Na laini hiyo au kizazi hicho kimeenda kwa Nuhu. Wazao wote wa Kaini wakawa wamekufa kwenye gharika, lakini watu 8 ambao ni uzao wa Seti ndio ambao walio survive. Tunaendelea hapo, unakuja kumkuta Ibrahimu na mpaka baadaye unakuja kumkuta Mariamu na Yusufu anakuja kuzaliwa Yesu Kristo. Ila kwa tafsiri nyepesi ni kwamba ni wacha Mungu wote wanaingia kwenye kundi la wazao wa mwanamke. Hiyo ni kwa tafsiri ya jumla. Ila kwa tafsiri ambayo ni specific, yule ambaye atakuja kutimiza kipengele kile ambacho tutakishughulikia cha 3 ni Yesu Kristo. Kwa hiyo uzao wa mwanamke anayetajwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa ujumla ni wacha Mungu wote, lakini kimaalumu ni nani? Ni Yesu Kristo. Sasa kwa habari za vita, kwa habari za uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, hii ni vita ambayo kwa ujumla unaweza kusema ni vita kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Ni vita kati ya haki na kati ya uovu. Ni vita kati ya wema na ubaya. Ni vita kati ya uovu na dhambi. Ni vita na dhidi ya nini? Dhidi ya haki na wale ambao wanataka kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa kumekuwepo na hii vita ambayo Shetani, mungu wa dunia hii, ndiye anayeongoza vita upande huo wa giza. Kwa hiyo tungesema pia kwamba hii ni vita kati ya giza na nini? Giza na nuru. Kwa Shetani anaongoza hiyo upande wa giza, lakini tunaye Mungu upande wa nuru. Lakini kwa sababu Mungu ametuumbia kipawa cha hiari, unaweza kaona kama vile kuna wakati kama vile Mungu analemewa. Si kwamba Mungu analemewa, ila mwanadamu anatumia kipawa cha hiari, na kwa sababu hiyo anawezwa na Shetani na uovu unashamiri katika maisha ya wanadamu hapa duniani. Sasa Shetani amekuwa akitumia njia mbalimbali, na ndio maana leo hii ukimwamini Yesu unakuwa umekwisha kutangaza vita. Jamani, sisi tunaelewa hiyo. Ukimwamini Yesu na ukawa mfuasi wake, maana yake wewe umekataa kumfuata Shetani na umekuwa ni adui. Sasa unaingia kwenye vita, na vita hiyo inaweza kaanza na familia, kwa sababu Shetani, mungu wa dunia hii, yeye anataka kucontrol families. Kwa hiyo kuna miungu ya familia ambayo wanafamilia wanaweza wasijue kwamba wanaiabudu, lakini ipo miungu au zipo roho ambazo zina control families. Nakumbuka tukiwa Ngororo kule, kuna binti mmoja akaokoka, alafu akaendelea vizuri. Wazazi wake walikuwa na hoteli, wanaabudu tu huko mkilani vizuri kabisa, lakini kumbe sasa hiyo siku ndio nini, kwa vijana leo nataka kama yaani mtu anaweza kawa anajitambulisha kama ni wadhehebu fulani au dini fulani, lakini kama ya kuzuga hivi, lakini ipo yenyewe kabisa ambayo ndio inayo control maisha yake. Kwa familia ile walikuwa na madhabahu nyumbani, na baadaye kuja kujulikana, kuja kufuatilia, ilijulikana kwamba walikohama walifukuzwa uchawi.
ndio wakawa wamehamia huko, maana walikuwa ni wasumbufu. Unajua jamii haitaki wachawi, unaelewa hilo? Wana madhabahu hapo nyumbani, wana kinyumba fulani hivi cha miungu yao hapo. Nilipokuja huko Dar es Salaam nilikutana hilo. Kwa naona kwenye nyumba za wenyeji na sasa kuna kajumba fulani mahali pembezoni mwa nyumba wanaoishi. Kwa sasa nini nasema hizi ni nyumba za miungu yao. Wangapi wanaoishi hapo kutokea na mambo kama haya? Hizi nyumba za miungu yao. Kwa ina maana kuna family altars. Yaani kuna madhabahu za kifamilia, kuna miungu ya familia au unaweza kuita roho za familia ambazo zina control maisha ya familia. Sasa mtu anapookoka, vita ya kwanza atakayokutana nayo ni vita kinyume na familia. Sasa huyu dada ambaye anasimulia habari zake ambao walikuwa kama hoteli lakini ni kama kuzuga tu, na zinatumia lugha hiyo mimi. Alipookoka mwanzoni hawakushtuka. Mimi nakumbuka mimi na mke wangu tulienda kumtembelea. Tena waliokoka wawili, yani ilikuwa ni yeye, walikuwa ni mapacha, yeye na pacha mwenzake. Na leo washuhudia jamani, ni huyu tu yeye. Mtu mmoja wametoka kwenye kuni, wamebeba zuia wa kuni, akawashuhudia. Mnataka mko tayari kuokoka? Wakakubali. Kwa hiyo akawaleta nyumbani, sinaishi hapo kwa kanisani. Wakatua mizigo yao ya kuni, wakaingia sebuleni, tukawaongoza sala ya toba. Tulipoenda kuwatembelea, mama akamzuia mmoja, akasema huyu hamtamweza, huyu ana biashara zake huko kwenye klabu cha pombe, huyu haya mambo ya lokole hataweza kuyamudu, ila huyu ana shida. Akamruhusu huyu ambaye alikuwa ni Doto, kama sasa alikuwa ni Doto na alikuwa Kurwa, yes, Kurwa. Akamruhusu Kurwa, tukaanza kuabudu naye. Sasa moto wa imani ulipokuwa umechochewa ndani yake, tayari kukatoka vita kati yake na miungu ya familia pale. Wakaanza kumpiga vita huyo ambaye walimruhusu, na tulipoenda tulikabidhiwa kama huyu hatuna shida naye, huyu endeleeni naye, ila huyu hamtamweza. Vita haikuwa ya kitoto, ilikuwa ni kali sana. Kali sana. Baadaye sasa ikabidi waanza kutafuta namna mara kumchongea na nini ili tu amfarakanishe aache. Baadaye wakaanza kutumia kisingizio kama huyo ameasi dini ya wazazi wake, huyo ni Luteri, kwa nini huko hivyo? Nakwambia tulipelekana mpaka kwenye alikuwa mwenye mtendaji wa kijiji. Bahati mbaya au nzuri, mtendaji wa kijiji alikuwa Muislamu. Sasa kesi imepelekwa, mchungaji analalamikiwa kwamba yeye anachukua watu kwa waumini wake. Sasa huyu anaumini gani? Anaumini gani? Mimi nawezaje kumchukua mtu wewe muumini wangu? Mimi amesema kwa yeye yake. Mimi nawezaje kumfukuza? Mimi siwezi kumfukuza. Mimi kama naweza kumshawishi arudi Lutheran basi mshawishi, lakini huyu amekuja kwa yeye yake, mimi siwezi kumfukuza muumini. Sasa Muislamu pale mtendaji anakushangaa. Lakini issue sio hoteli na Assemblies of God. Issue ni madhabahu za familia. Kuna shida inatokea. Akitoroka, kuna siku nyingine sasa vita ilipozidi akawa anazuga, sasa anaenda. Akienda kula naona haeleweki, anachapuka, anakuja kwa siri kanisa. Akija kanisani kule kwenye madhabahu zao wanajua amekuja. Amen. Yaani uwezo kuona wanajua amefanya amekuja kwa sababu kuna connection katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sijajua inawezekana hata wewe mwenyewe umewahi kupitia vita za namna hiyo. Nataka tu nikutie moyo ya kwamba hata kama unapitia vita vya familia na visingizio vinaweza vikatumika, si umeacha dini ya wazazi wako, si umeasi nini, si nini. Ni visingizio tu. Inawezekana unaenda kinyume na madhabahu za familia, unaenda tofauti na miungu ya familia, na vita inakuwa ni kali sana. Ila kuna vitu vingine ni siri, hawatavisema, maana ni siri za giza, lakini watatutumia visingizio. Umeasi dini, si umefanya nini, umetoka umeacha dini hii, umeenda kwenye dini hii, na ni visingizio tu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Mambo haya bwana. Sasa niwaambie hivi, Shetani pia anatumia dini ili kukamata fikra za wanadamu wasiamini Injili.
Ndivyo ambavyo tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza sura 4. Anaposema Mungu wa dunia hii amekufisha fikra zao wasioamini wasije, ili nuru ya injili isije ikawazukia. Ni Wakorintho wangapi? Wakorintho wa kwanza sura 4. Mstari wa ngapi? Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. Unaona? Kwamba Mungu wa dunia hii amekufusha fikra zao isiwazukie nuru ya injili. Sasa njia mojawapo ambayo adui anaitumia kwa ajili ya kupofusha fikra za watu ili kwamba wasiamini injili, maana bila kuamini hauwezi kuokolewa. Lazima uamini, alafu uchukue hatua ukiri na uchukue hatua ya kutubu. Naona ndipo sasa unaweza ukaokolewa. Sasa njia inayotumika ambayo shetani anaitumia ni dini. Sio mara zote kwamba dini husika ni mbaya. Na ninaposema hivi sina maana kushambulia dini ya mtu. Sina maana kushambulia dini ya mtu. Ila nataka tu kusema kweli kwamba shetani huwa anatumia dini. Maana wapinzani wa kwanza wa wokovu, wapinzani wa kwanza wa Yesu alipokuja duniani kwa ajili ya kuleta wokovu walikuwa ni Warumi. Ilikuwa ni siasa. Ilikuwa ni nini? Ni dini ya Kiyahudi. Dini ya Kiyahudi ndio walioshinikiza Pilato aliyekuwa anamwakilisha nani? Anamwakilisha nani? Anamwakilisha Kaisari. Pilato alikuwa ni liwali anayemwakilisha Kaisari kwa maana ya mfalme wa ile dola ya Rumi. Sasa hao Wayahudi ndio ambao wako kinyume na Yesu. Wamempiga vita wewe, baadaye wakaona wao wenyewe hawawezi wakamudu wao wenyewe. Ikabidi Kristo ipeleke kwa nani? Kwa Pilato. Wakashinikiza kwamba huyu mtu ni mbaya sana, yuko kinyume na nini? Na sheria za Rumi na huyu ina maana walikuwa wanamtengenezea kesi ya uhaini. Maana yeye anajiita kwamba yeye si ni mfalme wakati na ndio huyu tunaye mfalme mmoja ambaye ni Kaisari na mambo kama hayo. Unaona? Kwa dini ya Kiyahudi ilikuwa ni mbaya. Nikisema habari za dini kwamba dini ni adui wa wokovu, dini ni adui wa mpango wa Mungu wa wokovu na ukombozi wetu sisi, nisitafsirike kwamba ninashambulia dini. Maana dini ya kwanza kuleta vita dhidi ya wokovu ni dini ya Kiyahudi. Wakati Wayahudi ndio ambao walitakiwa wao waweze kupokea nini? Ule ujumbe wa injili. Na wewe wa kwanza kuokolewa, alafu ndipo wewe missionary kutupelekea sisi injili. Lakini kinyume chake wao wakapinga dini. Dini. Ngopa sana dini. Ngopa sana dini. Ukiruhusu dini itumiwe na shetani, itakukwamisha usipokee mema uliokusudiwa na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na mwanamke mmoja na yeye akanipa somo ambalo ikanisaidia kufunguka na kupata ufahamu zaidi. Huyu alikuwa ametoka mahali, amefarakana na mume wake, kuna ugomvi mkubwa umetokea, akaja hapo Mgororo kwa ndugu zake. Alafu kwa sababu wale mtu aliyeokoka, ametafuta kanisa akaletwa, akaanza kuabudu pamoja na sisi. Ni mwanamke mcha Mungu, mzuri, anapenda sana Mungu, ni mwombaji, ni mtu mwenye bidii kabisa. Lakini ukatokea wakati fulani hivi kampeni za Wasabato. Tunajua Wasabato unaweza kawa na siku nyingi, siku 21 au hata zaidi. Wanahubiri huko kwenye uwanja, alafu wanatembelea nyumba kwa nyumba. Wakakutana na yule mwanamke. Ametoka, ana watoto pale hapo, ametengana na mume wake huko, maisha hapa ni magumu, ndugu zake ni kweli wamemsaidia kwa kiwango fulani lakini ana mahitaji mengi. Wakatumia njia ya mahitaji. Leta unga, leta mchele, leta mafuta, leta sukari, sina nini. Akashawishika kwa hii sasa hii dini nzuri. Akaambatana nao. Kanisani hatumuona, yuko mfuatilia. Maana tukaambiwa yule bwana ameambatana na Wasabato. Sasa tumeenda tunaongea naye. Akatuambia Mungu amemwambia kwamba aache wokovu ili kwamba ajiunge na Sabato. Anasema Mungu amemwambia. Jamani, sina maana na mimi ninashambulia Sabato. Ila naeleza kilichotokea wakati. Alisema hivyo, Mungu ameniambia niache Sabato na niache wokovu nijiunge na Sabato. Akashangaa. Mbona wala sio mchanga? Mbona ni mwongofu wa muda mrefu? Ni Mungu gani anaweza kumwambia waache wokovu jiunge na dini? Hata kama ni dini nzuri. Tukajua huyu ameshavamiwa huyu.
Kwa sababu tuombe, tulipoomba pepo zikalipuka na zikasema na siri zingine. Kwa hiyo njia ambayo shetani anaona kama huyu ili kumvurugia maisha, kwanza ni kumwondoa mahali ambapo kuna nuru ambayo itaendelea kumsaidia, mahali ambapo ni sahihi. Alafu akapelekwa mahali ambapo ni kama kwa matazamio, ni kama mahali pa mpito. Alafu akisha kuharibia, maana huko nako hakudumu. Huko Sabato na kwenyewe aliyemarudi baadaye akawa amekwisha kuharibikiwa, yani kiimani na kimaadili, baadaye akaingia kwenye maisha tu ya kawaida ya dhambi. Kwa hiyo hayupo kwenye ulokole, hayupo kwenye usabato, ameshakamatwa na shetani tayari, amekuwa ni mtu wa dunia. Mungu wa dunia hii amemweza kwa kupitia dini. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa vita ni kali, inaweza kaja kwa njia mbalimbali. Ndio hiyo, kupitia siasa, kupitia dini kama ambavyo nikuonyesha, lakini wakati mwingine ni kupitia tabia. Ziko roho zinazo control tabia mbalimbali zilizo kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunapozungumza habari za matendo ya mwili, si mambo ya ulevi, mambo ya usharati, si mambo ya uadui, ufisadi na mambo kama yale. Mambo hayo yanaweza yakawa tu ni tamaa ya asili ya dhambi ya kawaida, lakini wakati mwingine inakuwa ni tamaa ya dhambi, tamaa za dhambi hizo kutokana na asili ya dhambi, lakini ni tamaa zilizochochewa na roho maalum ambazo zimetumwa strategically. Na ndio maana unasema roho ya uzinzi, huyu amevamiwa na nini? Roho ya uzinzi, si roho ya washerati. Binti mmoja hivi akawa na hamu sana ya kuolewa, hamu sana ya kuolewa. Sasa katika hamu ile tayari shetani akijua kwamba yeye hitaji lake ni kuolewa, akajua huyu tayari, huyu ni mradi nimekwisha kujigundulia. Unajua kitokea ni nini? Siku moja akawa amempenda kijana, anataka olewe naye, na anaona hawezi kumngoja Bwana, ajipeleke mwenyewe. Siku hiyo akapanga kwenda kujiingiza kwa nguvu kwa yule kijana. Kijana anakajomba kaki kwa hapo, akaenda kujiingiza kwa nguvu, ameondoa nguo zake zote ili kwamba mshawishi wafanye vitu vibaya. Najua baada ya hapo akishafanya hilo tendo, basi mimi ndio ameshanioa tayari. Bahati mbaya upande wake, bahati nzuri kwa kijana siku hiyo alikuwa anauma homa, yuko hoi. Maana angekuwa ni mzima, sijui kama angestahili siku ile. Lakini Mungu ni mwema, alimhurumia. Siku ile akawa ameuma homa. Kwa hiyo hana uwezo wa kuinuka kusema sijui atamani afanyaje. Kwa hiyo ile mission ikafeli. Yule binti akaenda kajiingiza kwa mpagani mmoja hivi, akaona maana shida ni kuolewa. Ameshamacha Yesu, amepata mume. Sasa sitaki kusema nini kiendelea baada ya hapo. Mambo kama hayo yanatokea. Sasa hayo ni roho inakuwa imemvamia mtu. Roho za washerati ziko, roho za ulevi ziko. Maana kuna ulevi wa kawaida, lakini huko ulevi ambao umechochewa na adui ili uingie kwenye utumwa. Mtu anakuwa mlevi, hawezi kufanya maendeleo. Alikuwa na kazi, anapoteza kazi kwa sababu ya ulevi. Anafanywa vitu vya ajabu. Mimi nimekufundisha ni wakati nilikuwa mwalimu wa shule sekondari. Mwalimu mwenzetu mmoja ambaye alikuwa ana degree yake, ameshafundisha shule kadhaa na ana uzoefu wa kufanya, mwalimu mzuri sana, lakini roho ya ulevi ilikuwa inamtesa. Sasa ameajiriwa hapo, ulevi ule ukapelekea aanze kufanya vitu vya ajabu. Akilewa analewa vibaya, maana tulikuwa imeshindwa, amevunjika, maana sio na nini, mpaka siku nyingine sijui ya kwenye ulevi huko. Sasa sijui nini mambo yalikuwa. Na unajua ingekuwa siku za leo mambo ya ulawiti, ya mambo ya ushoga yanajulikana sana, lakini wakati huo ilikuwa ni vitu ambavyo ni kama tunavishangaa tu, labda sio kwa sababu sisi sana vijijini. Mtu mzima kabisa mwenye umri unaokaribia miaka 60 alifanyiwa vitendo vichafu na vijana kwa sababu amefanyaje? Yes, walimgeuza kwa mwanamke. Walimgeuza kwa sababu ya nini? Ya ulevi. Sasa huyu ni msomi. Ulevi ule hata ukimkalisha sasa, wakati kileo akipo kichwani, uongee naye, ni mtu ambaye anajutia. Yeye mwenyewe hapendi maisha hayo. Sasa hapa nene roho ya ulevi
mtu mpaka akamwambia bwana, wewe ukitaka kuacha pombe unatakiwa sijui uchanganye sijui dawa fulani uweke sijui kwenye pombe, ukinywa utaharisha sana tena nini. Hicho kisa hicho kilitokea hicho mahali fulani, mtu kama sikosea alipoteza maisha, dawa ile mdhuru. Ni mahangaiko kwa maana achaje ulevi. Mwingine anamwambia ukitaka kuacha kiu, ukitaka kuacha sigara, chukua sigara si pakiti zima, sijui isage changanya tena maji, alafu juisi yake ile unywe, sijui ufanyeje. Mzee Swali hapa anaelewa. Alishajaribisha hayo. Alishajaribisha ilifeli. Zipo roho za addictions. Addiction ya bangi, madawa ya kulevya, addiction uraibu, na uraibu zile ni roho. Na ndio maana kijana anayetumia madawa ya kulevya anaweza akapelekwa soba, yani yeye mwenyewe hataki yale maisha. Anakubali apelekwe sober house. Ni zile nyumba ambazo huwa wanasaidiwa akae mahali ambapo atalazimika kutumia. Anapewa na counseling na vyakula maalum na nini, kwenye yani anakuwa kwenye mazingira ya udhibiti. Lakini baadhi yao, of course kuna wanaopona moja kwa moja, lakini baadhi yao wakitoka pale, kwa sababu ni roho, ni zaidi ya uraibu wa kawaida, sio addiction ya kawaida, ni roho ambazo zinamlazimisha huyu akae kwenye utumwa huo ili kuyaharibu maisha yake, ili kumzuia huyu asiamini Injili. Na hata kama ukimshuhudia akiokoka, anashindwa kudumu katika wokovu, anakata tamaa, anarudi tena duniani, anaendelea na maisha ya dhambi. Roho za uraibu. Kwa shetani, Mungu wa dunia hii anatumia njia mbalimbali ili kuhakikisha kwamba giza linashinda na nuru inafifia. Lakini habari njema tunaipata katika jambo la tatu, ambapo tunaambiwa kwamba uzao wa mwanamke, ambao sasa kwa kipengele hicho ni Yesu mwenyewe, utamponda kichwa nyoka. Tunaambiwa ya kwamba kwa kusudi hili, ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Nataka nikutie moyo kwamba kazi za Ibilisi zinavunjwa. Amen. Kazi za Ibilisi kutumia dini kwa ajili ya kuwafunga watu wasiamini Injili zinavunjwa. Kazi za Ibilisi kupitia siasa na tawala za wanadamu kuzuia Injili zimevunjika. Kazi za Ibilisi kutumia miungu ya nini? Miungu ya familia. Ipo na miungu mingine ya territory, yani kuna maeneo kwamba eneo hili linataliwa na miungu ya fulani au roho za aina fulani. Uchomoka pale ukaokoka ni ngumu. Lakini anasema hivi, kazi ya Ibilisi kupitia roho za namna hiyo zinazotawala maeneo, kazi za Ibilisi hizo zimevunjika kwa jina la Yesu. Zinavunjika kwa jina la Yesu aliye hai. Zinavunjika kwa jina la Yesu aliye hai. Zinavunjika kwa jina la Yesu aliye hai. Kama tu kimwamini Yesu Kristo, maisha matakatifu yenye kumpendeza Mungu katika dunia hii iliyochafuka, lakini wewe unafanya kuwa ni chombo cha kupeleka habari njema, ili ya kwamba kila aminiye aweze kuokolewa, asamehewe dhambi zake, ashinde uraibu, ashinde roho za familia, ashinde roho zozote za umaskini, ashinde kila roho na upinzani. Hii ni vita, ni kweli ilitangazwa, lakini ushindi dhidi ya vita hii ni wa kwetu katika Kristo Yesu. Na ndio maana Paulo akasema kwamba katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya! Tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu, kwa sababu yeye alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kama unaendelea katika dhambi, hauna udhuru, kwa sababu maana yake wewe umekataa msaada wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo upo msaada. Hiyo ni neema inayokuokoa, na ikisha kuokoa inakuwezesha wewe kuishi maisha matakatifu. Na ndio maana Paulo anapomwandikia Tito kwenye sura ya 2:11 anasema, maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu imefunuliwa,
akitufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utaua na kiasi katika ulimwengu huu wa sasa. Katika ulimwengu huu wa sasa una uwezo wa kuishi maisha matakatifu katika ulimwengu huu wa sasa, na kwa neema yake neno la Mungu nasema kwamba huyo Mungu atamseta shetani chini ya miguu yetu. Hivyo tunakuwa na mamlaka dhidi ya shetani, maana tunafanywa kuwa sisi tunapewa ukuhani wa kifalme, tunafanywa kuwa wafalme na makuhani katika Kristo Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Shetani apende asipende, lazima achie himaya. Shetani apende asipende, lazima achie watu. Shetani apende asipende, magonjwa lazima yatoke wote waaminio. Shetani apende asipende, umaskini lazima uachie wote wanaoamini Yesu Kristo na kumtegemea, maana lipo tumaini katika yeye. Uwezo wa Yesu ni mkuu sana. Ukimwamini, uwezo huo unadhihirika katika maisha yako, kuanzia nyumbani kwako wewe mwana ndoa yako na familia nitakaa sawa. Watoto wako Bwana ataingilia kati kuwaponya wawe vizuri. Kijana unayesoma utakuwa salama huko masomoni, maana umeanza. Najua vijana wetu hawa ni jambo jema kwamba wanapenda elimu, na hatuna namna ambayo unaweza kuwafungia ndani. Lazima tuwache waende wakasome, lakini wanaenda kwenye mazingira ambayo ni hatari. Tangu shule za chekechea ni hatari, wakienda shule za msingi ni hatari, wakienda shule za sekondari ni hatari, wakienda vyuoni ndio balaa zaidi. Lakini nataka nikutie moyo kijana unayesoma, iwe ni shule ya msingi, iwe ni shule ya sekondari, iwe ni vyuo, hata kama kuna uharibifu, hata kama shetani ni mwingi huko, anataka kuharibu watoto na vijana wetu, lakini lipo tumaini, lipo tumaini, lipo tumaini. Mungu ni sovereign. Yeye anatawala kila mahali. Yupo huko kwenye shule za chekechea, yupo huko kwenye shule za msingi, yupo huko kwenye shule za sekondari, yupo huko kwenye shule, kwenye vyuo vyote. Hata kama kuna matendo machafu, lakini yeyote yule ambaye kwa hiari yake atahitaji msaada wa Mungu, atamsaidia naye atashinda tu. Haleluya. Nataka nikutie moyo, ewe mtoto na ewe kijana, hata kama huko kumechafuka namna gani, upo uwezekano wa wewe kuwa salama katika Kristo Yesu. Upo uwezekano wa wewe kuwa salama katika Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Maana upo ambapo kuna uovu na Mungu yupo pia. Mungu yupo kutawala. Mungu yupo kusikia kilio cha wale wanaoitia jina lake. Mungu yupo kujitukuza. Utajitukuza katika mazingira hayo, na wale ambao wamekuja wana uovu wao, wengine wametoka ni watumishi wa miungu ya familia zao, miungu ya makabila yao, ni watumishi huko, wengine wako kwenye magano ya kichawi. Lakini nataka nikwambie, ukiwa na Yesu hakuna agano lenye nguvu kuliko agano la Yesu aliyetumwaga damu yake msalabani. Haleluya, haleluya. Maana wewe umeingia kwenye agano lilo bora na lenye nguvu zaidi. Na kutia moyo, usiwe mnyonge ukiingia kwenye biashara, na usiwe mnyonge ukienda mahali pa kazi, usiwe mnyonge. Kwa nini? Upo kwenye agano lilo bora na lenye nguvu zaidi. Wale wameenda kwa waganga, wale wanaenda kwenye madhabahu za wachawi, lakini wewe unaenda kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ambapo damu ya Yesu ilimwagika, ambayo niliyasema kwamba damu hiyo inanena mema kuliko ile ya Abili iliyodai kisasi. Damu ya Yesu inadai rehema kwa ajili yako, inadai msamaha kwa ajili yako, inadai wewe uwepe huru. Damu hiyo ni damu ya usalama wako, ni damu ya upatanisho kati yako wewe na Mungu. Umehesabiwa haki kwa sababu ya damu hiyo, na una uwezo wa kuishi maisha ya haki kwa sababu ya hiyo damu. Sembea kifua mbele ukiwa na ujasiri, maana unaye Yesu aliyelipa gharama ya wokovu wako, aliyelipa gharama ya kusamehewa kwako. Uko huru katika yeye, na wewe sasa utoke ukaangaze nuru, ukaangaze nuru. Wanawake inukeni, mwitangaze nuru. Nini ni jeshi kubwa, mtangaze habari ya wema wa Mungu, msamaha wa Mungu, wokovu wa Mungu, usalama wa Mungu, kwamba Mungu anaokoa, Mungu anahifadhi, Mungu anasababisha amani kwenye ndoa na familia, Mungu anasababisha utulivu, mafanikio
hiyo hata kwenye biashara mtangazeni huyo Mungu, maana ninyi ni jeshi kubwa la Injili. Haleluya, haleluya. Vijana tangazeni, maana ninyi ni wachumbe kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Ni maana ninavyosema katika Wakorintho wa pili sura ngapi? Ya 5 mstari wa ngapi? Wa 20, ya kwamba basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Haleluya. Vijana tangazeni habari za wenye dhambi, vijana wenzenu na wengine wote kupatanishwa na Mungu, maana mnaye Yesu. Vijana msimezwe katika tamaa za dunia hii, ikimbieni tamaa za ujanani, zikimbieni tamaa za ujanani. Shetani anawataka, lakini nasema hivi, yupo Mungu ambaye ukishikamanisha naye atakufanya wewe kuwa chombo cha baraka, ili nuru iangazwe. Wewe kijana uiangaze nuru. Wewe kijana ujitambue wewe ni balozi wa Yesu. Wewe ni mjumbe kwa ajili ya Kristo, ili wengi waweze kuokolewa, waingie katika nuru, waliache giza na shetani, giza la uovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanaume taifa kubwa, ni watu wa maana sana. Mungu amewaamini. Mungu amempa mwanamume uwezo wa kuwa na msimamo imara, kutokuyumbishwa kirahisi. Yeye ni mtu anayefikiri, anatumia mantiki, afanye maamuzi kwa pupa. Mungu amekuumbia uwe ni kiongozi fulani hivi, ambaye ukiwa imara, ukiwa vizuri, umejaa hekima ya Mungu, umejaa maarifa ya Mungu. Nataka nikwambie, taifa lazima lipone. Taifa leo lazima lipone. Wanaume tukikaa vizuri, tukamcha Mungu, nataka nikwambie hivi, makahaba watakosa soko. Maana mwanamume ni lazima ahiari. Akishawishiwa kaweka msimamo, uzinzi utakufa, uasherati utakufa, na taifa litapona. Maeneo mengi sana usalama utakuwepo, hata kanisani usalama utakuwepo, kwenye jamii usalama utakuwepo. Maana wanaume ndio tuna nafasi kubwa zaidi katika jamii, katika kuendesha mambo. Tunaaminiwa kwamba sisi ni watu ambao tunaweza tukaongoza, tukatawala. Sasa tutumie vizuri nafasi hiyo, tuwe na Kristo kwa wingi, nguvu za Mungu ziwe ndani yetu. Haleluya. Hekima ya Mungu ijae ndani hapo. Wewe mwanamume, uwe ni mwanamume unayetegemewa, sio mwanamume unayeyumbisha familia, sio mwanamume unayeyumbisha jamii, sio mwanamume ambaye ukiaminiwa kuwa mwalimu unaharibu watu, mabinti za watoto, mabinti za wazazi wenzako. Unakuwa mwanamume ambaye una uwezo wa kujitawala vizuri, na ukijitawala vizuri utaheshimika, utaaminika, na utatumiwa kama chombo cha Bwana kwa ajili ya kueneza ufalme wake. Na watoto na wenyewe, wala Mungu asubiri mpaka amekuwa sana. Katika historia ya wokovu tunaona vile ambavyo Mungu alitumia hata watoto wadogo kwa ajili ya kuleta wokovu, kwa ajili ya kuleta msaada katika dunia hii. Mungu atusaidie wote, tuwe wa baraka, wote tuwe wa baraka, wote tuwe wa baraka, wote tuwe wa baraka. Ipo neema ya kutufanya sisi tuwe wa baraka. Tutakuwa wahubiri wazuri wa Injili, na sisi wenyewe tutakuwa wanufaika wa kwanza wa Injili ambayo ilitangazwa kwa mara ya kwanza na Mungu mwenyewe katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Simama kwa miguu yako. Praise God tafadhali. Hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna
Ninakushauri sasa kwa upendo mkuu wa Mungu, kwa kufanya uamuzi, mpe Yesu maisha yako leo. Inawezekana umekuwa ukisali, lakini moyoni mwako unashuhudiwa ya kwamba unaye Yesu ndani au unayo dini tu. Ukiwa na dini bila Yesu, dini itatumiwa vibaya na shetani kufanya moyo wako kuwa mgumu. Usiamini Injili ukaokolewa. Lakini ukiwa na Yesu ndani, dini ni mfumo tu utakao kusaidia, lakini hautaitegemea dini. Kama upo ambaye hujaokoka, bado hujampa Yesu maisha yako, bado unaishi katika dhambi, hata kama unasali kwenye makanisa haya ya Kipentekoste, nyoosha mkono wako juu, nataka nikuombee upatane na Mungu wako. Asante, ongea kwamba wote tumempa Yesu maisha yetu. Swali la pili, ninaomba tusitoke muda huu, labda kama ni jambo la lazima sana, na hivyo isiyo rahisi tu unatoka muda kama hicho kutoka tafadhali. Inawezekana ni kweli umempa Yesu maisha yako, lakini nguvu ya dhambi inakushinikiza. Unaona shinikizo la nguvu ya dhambi, na unaona kabisa dalili kwamba hali hiyo ikiendelea unaweza usifike mbali, utaishia kumwacha Yesu, utapoteza mwelekeo. Kabla hujafikia huko kubaya, fanya uamuzi sasa. Utaka msaada wa Mungu, uanze upya. Mungu ataachilia neema yake ya ziada ili ya kwamba mwelekeo wako uwe mwelekeo sawa. Na inawezekana tayari umekwisha kunaswa katika maeneo fulani ya makosa na dhambi, na unajisikia hatia moyoni mwako. Hii ni nafasi kwako wewe kumkimbilia Yesu, badala ya kujificha kama Adamu na Hawa waliojificha kati ya miti ya bustani ili Mungu asiwaone. Wewe mkimbilia Yesu, maana yeye ni mwema. Hakuiti akuhukumu, anakuita akusaidie. Nyosha mkono wako juu nikuombee maombi ya kichungaji. Asante. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nataka nikuombee hapo hapo lipo. Lakini ukihitaji msaada zaidi wa kichungaji, tunapatikana. Nipo mimi mchungaji kiongozi wako, wachungaji wangu wasaidizi. Inawezekana kuna kitu kinakusumbua, usipambane peke yako. Tupo watumishi wa Mungu tukusaidie ili ubaki salama. Hebu nifuatishe maneno haya. Sema, ee Mungu wangu, nakushukuru kwa upendo wako mwingi. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunisamehe dhambi. Asante kwa kunitakasa. Lakini nakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa, maana ninaona vita inanilemea. Adui anakusudia mabaya, lakini upo wewe Mungu kimbilio langu, na kukimbilia sasa nisiaibike. Naomba unisamehe dhambi na makosa nilivyokutenda. Naomba unisamehe udhaifu wangu katika maeneo mbalimbali ya maisha na maneno ya Bwana. Leo hii nahitaji neema yako kwa upya, nisaidie, maana bila wewe siwezi. Bila wewe Bwana siwezi. Nahitaji msaada. Asante Bwana.